sauti yangu imtii nani? Ikae kwa nani? Mungu kwanza. Imsikie nani? Mungu kwanza, na mengine baadaye. Moyo wangu ukae kwa nani? Mungu kwanza. Utulie kwa nani? Mungu kwanza. Maisha ni yakabidhi kwa nani? Mungu kwanza, na mengine baadaye. Anaitwa mwalimu wa walimu, mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweka neema kubwa sana ndani yake. Na baada ya hiyo album kutoka Mwalimu, tunatarajia nini? Tutarajie event fulani nini? Of course bado ninafikiria namna ya kufanya kitu kikubwa zaidi. Wakati mwingine unajua unapokuwa kwenye field unajifunza kwa wengine pia. Naona kuna mambo makubwa siku hizi watu wanafanya. Mimi ningependa kutumia hii fursa pia kuwapongeza waimbaji wenzangu. Yes. Nimeona rafiki yangu Joel anafanya kitu kikubwa sana. G2 experience. Yeah. Kwa hiyo tunajaribu kujifunza pia kwa wengine. Kwa hiyo nadhani muda ukifika pia nitasema. Tunaisubiri kwa hamu. Ndiyo. Mimi naomba nimefurahi kwanza kupata hiyo exclusive ya album ambayo inakuja. Nao tunamuongelea Mwalimu, lakini umefanya kazi nyingi, umeandika nyimbo nyingi ambazo zimekuwa baraka kwenye maisha ya watu wengi. Ndiyo. Na kuna mtu yuko sehemu anatamani umuandikie nyimbo Mwalimu. Hiyo nafasi inapatikana. Wewe unaandika tu za Zablon na zako? Hapana, nawaandikia watu nyimbo nyingi sana. Na wanatamani sana mimi mtu nikishiriki kumwandikia wimbo at least nione mafanikio ya kile nilichokifanya. Hata hivi karibuni Jamila Doto nimemwandikia nyimbo na ninaona inafanya vizuri. Ile nyimbo kama ya yes, inaitwa tuwe kidogo. Ile mkono wako ule. Yeah. Kula 5 Mwalimu. Hivi hebu nikuulize hapa. Kwa hiyo kabla mtu hujamwandikia nyimbo nataka kwanza umsikilize uimbaji wake, ujue ni nani ndio unajua nitamwandikiaje. Yeah, kwa sababu kuna kipindi unaweza kumwandikia mtu wimbo ukaandika either iko juu ya uwezo wake wa kuimba. Okay. Au kaandika wimbo ikawa iko chini ya kipaji alichonacho yeye. Okay. Kwa hiyo ni lazima pia uzingatie kumsikiliza uwezo wake wa uimbaji uko vipi. Umetisha sana Mwalimu. Na unaposemaga umemwandikia mtu wimbo, yani wewe, yani yeye anakuja anakaa chini hivi, alafu unamwambia hapa utafanya au yani kumwandikia inakuagaje kwa gaji? Mostly unajua kadri unavokaa kwenye jambo kwa muda mrefu unakuwa na uzoefu. Mara nyingi siku hizi ukienda studio unafanya wimbo unakamilika, either labda mnakutana na mtu hiyo siku au kafanya baadaye sasa unamtumia kama demo, yeye atashughulika nayo. Lakini pia mnaweza mkakutana mkafanya hiyo siku kila kitu kikawa kimekamilika. Swali la mwisho kwa leo. Ndio. Kwenye timu ya Zablon ukiandikaga nyimbo, wakati unaandika unajua hapa ni pa fulani au ukifika studio ukiwasikiliza ndio unajua imba hapa ninapata hapa? Hapana, yani sasa wakati tunaanza uimbaji na Zablon Singers ndio nilikuwa siwezi yani ninagawa vipande kwa kubashiri. Lakini siku hizi ninapotoa wimbo kila mtu huwa anaenda mahali ambapo nimemfikiria na anafit. Yani hakuna kwamba hebu ngoja. Zamani kuna kipindi unaweza kumpanga mtu mahali, lakini nafikia kipindi unambadilisha, unamtoa unamweka sehemu nyingine. Lakini siku hizi ni kwa sababu baada ya kukaa nao kwa muda mrefu sana ninajua sauti zao ziko vipi. Asante sana. Wako Marekani sasa hivi Mwalimu, wewe unaendeleza huduma huku. Ndio. Utawajoin au wanarudi alafu kutakuwa na safari ya timu? Hapana, warudi. Tunafikiria kuwa join, lakini sasa taarifa zikikamilika rasmi tutasema. Naomba watajie watu nambari ya simu Mwalimu, na wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii? Kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la Japhet Zablon_official, na of course ukiniDM hapo mimi ninajibu. Mwalimu bwana amesema wewe mDM atajibu. Mambo ya 07 ngapi Mwalimu leo hajaitoa hiyo. Mimi nakushukuru sana Mwalimu kwa kuja, tumezungumza haya na watu wamebarikiwa kujua hata ile ngoma mpya ya Jamila ni mkono wako. Na tumepata exclusive kwamba mwisho wa mwezi huu tunapata album ya zaidi ya nyimbo 11. Mungu akubariki sana kwa kuja Church on Fire. Asante sana Mwalimu kwa kuja kututia moyo. Asante. Lakini kabla sijatoka ningependa pia kuwakumbusha watu kwamba tumekuwa nominated mimi pamoja na Zablon Singers kwenye tuzo. Kwa hiyo ninaomba watu watupigie kura. Mimi niko kwenye mtunzi bora pamoja na
album bora ya mwaka, lakini Zablon Singers wimbo unaosikilizwa muda wote, pamoja na kundi bora, lakini pia kwaya bora ya Kisabato. Kwa hiyo watu watupigie kura kwa ajili ya tuzo zinazokuja East Africa Gospel Music Awards. Kwa hiyo tumo mle. Unakosaje sasa? Yani kwa mfano mimi niko pale, nitakuwepo siku hiyo kusaidia kuinua dude hivi. Asante sana. Asante sana mwalimu, Mungu akubariki.